Kwenye duru za kisiasa na kiuongozi nchini Tanzania, hivi sasa swala linaloshika kwa kasi na kujadiliwa na kuongelewa na wengi ni press ya mbunge wa Kawe Josephat Gwajima, anayefanya hivi majuzi akiongelea juu ya matukio ya utekaji yanayoshamiri nchini Tanzania, ambapo press hiyo siku iliyofuatia bungeni, wabunge wengi walimshambulia na wakitaka achukuliwe hatua, hasa na chama chake cha Mapinduzi, wakidai yeye ni mjumbe wa NEC, lakini pia aliweza kuyasema hayo ndani ya chama chake bungeni, au kuonana na rais moja kwa moja na sio kuita press conference. Sasa wewe mtazamaji, lakini pia msikilizaji wa Mseto Media, una lipi la kusema juu ya hili? Niandike comment yako hapo chini, nami nitakwenda kucheki nayo moja kwa moja. Lakini kwa hiyo kwamba usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kuzipata zote habari. Naam, tukiachana na hilo, tugeukie upande wa pili sasa katika uteuzi ambao anaofanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo taarifa ya uteuzi hiyo ilitolewa na kurugenzi ya Rais Ikulu inayosomeka hivi, nitakwenda kunukuu: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, Dodoma, tarehe 26 Mei 2025. Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kisuluka, uteuzi huo ni kama ifuatavyo. Namba 1. Bwana Abdul Razak Badru ameteuliwa kuwa kamishna wa uhifadhi wa Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro NCAA. Kabla ya uteuzi huu, Bwana Badru alikuwa mkurugenzi wa mfuko wa hifadhi ya jamii na watumishi wa umma, yani PSSSF. Anachukua nafasi ya Dr. Elirehema Joshua Dorie ambaye pia uteuzi wake umetenguliwa. Namba 2. Dr. Rino Simeoni Nyansaho ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa utumishi wa umma, yani PSSSF. Kabla uteuzi huu, Dr. Nyanshaso alikuwa mkurugenzi wa maendeleo ya biashara wa Benki ya Azania. Imetolewa na Sharif B. Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Hayo ndiyo yalotokea, na sisi kama Mseto Media ni kazi yetu kukujuza. Kwa lolote, tuachie comment yako hapo chini, uweze pia kutuambia lolote juu ya swala la Gwajima, lakini vile vile pia juu ya uteuzi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na Africa ni Ruben, abaki nasi kwa habari zote kali ambazo pia zinazidi kutoka hapa kwetu. Lakini usisahau kucomment, kulike na kusubscribe. Niseme tu kwamba mara nyingi sana kwako. Bye. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com, tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.